Hebu fungua kinywa chako pamoja nami. Leo ni siku ya kwanza ya mafungo ya Kwaresma ya mwaka huu. Hebu mwambie Mungu neno na yale maombi ambayo unapenda kusimama kwayo katika Kwaresma na mafungo yako. Hebu omba mahali ulipo, lakini mwambie Mungu akupe neno la kifalme, neno la kitume katika maisha yako jioni hii ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu unayeishi na kumiliki na kutawala, saa ipo na sasa imefika. Ujitwalie utukufu wako, mfalme wa amani. Ujitwalie utukufu katikati ya watu wako. Uliangalia na kulikumbuka kanisa lako kwa rehema yako kuu na ya ajabu. Hawa watoto wako walioko hapa na wale wanaoabudu nasi online na kwa njia ya radio, wanaoabudu nasi mahali, hawa ndio wale ambao umewachagua. Hawa ndio wale ambao umewakubali katika roho na kweli. Wewe ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa. Na tazama, katikati ya miungu hakuna Mungu aliyekuwa mfano wako. Angalia leo watoto wako wanapojiweka wakfu katika mafungo ya Kwaresma ya mwaka huu. Ninakuomba Bwana, usikie sala na dua na maombi ya watu wako. Ukubali funga yetu Mungu wa rehema. Uzirehemu na kuziachilia dhambi na uasi, dhambi iliyobeba mauti, kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Baba, uondoe mauti katika maisha yetu. Utupe siku hizi 40 katika kujitafakari na kutafuta uso wako. Na ndiposa kwa mamlaka ya jina la Yesu tunazivunja roho zote za mpinga Kristo, maroho ya uasi, maagano ya kipepo na laana, maapizo na manuizo. Mahali popote ambako nafsi zetu zimeapizwa au kunenewa mabaya, tunavunja nira, tunavunja vifungo na kuta na viambaza katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tamalaki katika ibada hii, tembea na kudhihirika na nguvu zako za ajabu. Wahudumie watoto wako kwa ajili ya hawa waliokusanyika hapa, kwa ajili ya wale waliogeuza nyuso zao kuelekea madhabahu hii mahali duniani kote, katika mataifa zaidi ya 180 tunaowahudumia duniani kote. Bwana, uwabariki sasa na daima, na heshima na utukufu na uweza na enzi na nguvu na mamlaka zina wewe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa la Mungu liseme amen. Pigia tena Bwana makofi mengi na vigelegele. Haleluya. Ninaomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni Kwaresma. Tumsifu Yesu Kristo. Neno ambalo tumepewa katika kalenda za mwaka wa kanisa, katika kanisa letu la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT, siku hii ya Jumatano ya Majivu, ni kutoka kitabu cha Isaya, ule mlango wa kwanza mstari wa 18 mpaka wa 20. Kitabu cha nabii Isaya mlango wa kwanza mstari wa 18 mpaka ule wa 20. Na mimi nitawatangulia kusoma kitabu cha nabii Isaya mlango wa kwanza mstari wa 18 mpaka wa 20. Na mimi nitawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa la Mungu liseme amen kubwa. Neno la Mungu lasema hivi: haya, njoo tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimeanena haya. Amen. Na tutulie tuombe tena. Baba, saa imefika na sasa ipo. Ujitwalie utukufu. Useme na kanisa lako katika lugha ya nyumbani kwetu. Useme nasi tukusikie Bwana. Ulitume neno lako nalo halitakurudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake. Utubariki sasa na daima. Useme na kila mmoja kwa pumzi ya Roho yako Mtakatifu, katika jina la Mungu Baba
na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa la Mungu liseme amen. Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni Kwaresma. Neno kuu ambalo linatuongoza katika Kwaresma hii na katika Jumatano hii ya Majivu ni neno ambalo limeandikwa kichwa kinachosema tutubu na kumrudia Mungu. Tutubu na kumrudia Mungu. Tutubu na kumrudia Mungu. Hii ni Kwaresma. Kwaresma ni mkusanyiko wa siku 40 kabla ya Pasaka, ambayo Wakristo wanapata nafasi ya kutafakari na kunyenyekea mbele za Mungu katika toba na kutafuta uso wa Mungu. Ama Jumatano hii ya Majivu ni Jumatano maalum katika kujipaka majivu, katika kuvaa nguo za magunia, ni kuonyesha unyenyekevu. Wakati wana wa Ninawi walipotenda dhambi na Mungu akamtuma Yona ili aende Ninawi akiwaambia tubuni, maana Ninawi utaangamizwa baada ya siku 40. Na hii 40 ya Yona haina tofauti kubwa na 40 hii ya Kwaresma. Biblia inasema nchi hiyo au hawa watu wa Ninawi walipotenda dhambi, ndipo Yona akatumwa kuhubiri na kusema tubuni enyi watu wa Ninawi, maana baada ya siku 40 mtaangamia bila shaka na Ninawi itateketezwa. Biblia inasema watu wa Ninawi walisikia sauti ile ya Yona, wakatubu, wakaungama, wakatangaza mafungo, kuanzia mtu mpaka ng'ombe, mpaka nguruwe, mpaka paka, mpaka panya, mpaka mende, nchi nzima, mpaka punda, mpaka wanyama wakafunga. Ilikuwa ni aina ya mafungo ambayo katika Biblia haikuwahi kutokea. Yale mafungo ambayo Yona aliongoza watu wa Ninawi na mfalme wa Ninawi aliwaongoza watu siku 40. Na ilipotimia siku 40, Mungu aliusamehe mji wa Ninawi kwa sababu ya toba, na Mungu akawaruhusu kuishi tena watu wa Ninawi. Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni Kwaresma. Ni Kwaresma ya toba. Kwaresma ni wakati wa kutubu na kumrudia Mungu. Kama ambavyo nimesema, ni wakati ambao unapata nafasi binafsi katika kipindi cha mwaka mzima, siku 366, sijui 365, unapata siku 40 za toba, kutafakari na kutafuta uso wa Mungu. Ama Kwaresma ni wakati muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Na ndio maana tumeambiwa na watu wa Mungu walioweka maneno haya kalenda, tutubu na kumrudia Mungu. Hiyo ndio neno la leo, tutubu na kumrudia Mungu. Ndugu yangu mpendwa, ninakualika utubu na kumrudia Mungu katika kipindi hiki cha Kwaresma. Pate nafasi ya kumrudia Mungu. Umetanga mbali na uso wa Mungu. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Na katika maisha ya kawaida, mshahara wa dhambi umebeba mauti katika maisha yetu. Dhambi imebeba mauti. Dhambi ni dhambi, na dhambi imebeba mauti. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Wakati huu wa Kwaresma unapopata nafasi ya maungamo, nafasi ya kutubu, nafasi hii unayoipata inasababisha kuondoa mshahara wa dhambi katika maisha yako ambayo ni mauti. Na ninajua kwa hakika ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yamekufa. Furaha yako imekufa ndani. Umekosa amani. Nafsi yako imefarakana. Hauna amani, hauna furaha. Moyo wako hauna utulivu. Una majuto. Unaishi maisha ya majuto makubwa na ghadhabu. Unaishi maisha magumu kwa sababu Biblia inasema, angalieni sana katika kitabu cha Waebrania
Biblia inasema, angalieni sana mtu awaye yote asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likaota ndani yake na likamsumbua mtu huyo, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Angalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu. Kwa maana nyingine, katika maisha yako na maisha yetu tumefika mahali pa kuipungukia neema ya Mungu. Umeipungukia neema ya Mungu, ipo, lakini umeipungukia neema ya Mungu kwa sababu kila mara umeiacha njia ya Mungu ambayo ni sahihi katika maisha yako, na dhambi imepata nafasi ya kukuondoa kwenye uwepo wa Mungu. Ni maombi yangu ya kichungaji leo tunapoanza Kwaresma hii, ambayo pia inaambatana na semina maalum, na semina yetu ya mwaka huu ambayo nimeanza kufundisha asubuhi, kichwa chetu maalum cha siku 40 inasema jua la haki, the sun of righteousness. Jua la haki, jua la haki, ambalo katika maisha yetu na katika kitabu kile cha Malaki mlango wa 4 mstari wa 2, nitapenda kunukuu tu uweze kuona. Biblia inasema hivi, Malaki mlango wa 4 mstari wa 2, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia. Jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Hili neno hapa ndio neno kuu la majira haya ya Kwaresma kwa siku 40 katika usharika wetu wa Kijitonyama. Tunawahudumia watu wengi ndani ya nchi hii, mikoa mbalimbali, lakini pia mataifa zaidi ya 180 sasa, ambako tunatumika duniani kote kufikia ulimwengu. Na tutafafanua mada hii kwa upana juu ya jua la haki. Jua la haki ni nini? Jua la haki katika maisha yetu na umuhimu wake. Lakini wapendwa, katika somo hili la nabii Isaya ambalo nimesoma, anaposema tubuni basi, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama sufi, na zijapokuwa nyekundu, naam, zitakuwa nyeupe kama theluji. Nina mambo machache ya msingi hapa ambayo tungependa kuangalia. Katika kitabu cha Waamuzi, ukisoma kitabu chote cha Waamuzi, utakuta wana wa Israeli walipotenda dhambi ndipo walipopigwa. Na kuna wakati ambao walitenda dhambi, Wamidiani wakaja juu ya uso wa nchi, wakashikilia riziki zote za wana wa Israeli, hata ikafika wakati ambao watu walishindwa kupata chakula kwa sababu ya Wamidiani, lakini kwa sababu walitenda dhambi. Wengine walijiungamanisha na Baali Peori, wengine waliabudu sanamu, wengine walifanya zinaa juu ya uso wa nchi wakati wa Yezebeli pia. Naam, hata nchi ikawa na jangwa miaka 3.5. Dhambi inaua, dhambi inafisha. Na Biblia inasema walipotubu wana wa Israeli, wakati nchi ikiwa ina ukiwa, wakati nchi ikiwa ina mateso, lakini kwa sababu ya dhambi, lakini walipotubu walipata financial freedom, walipata economic freedom, na wale mataifa waliokuwa wamewashikilia na kuwatawala waliondoka. Wakati mwingine Biblia inasema kwa sababu ya dhambi mbingu zinafanyika kuwa shaba na nchi inafanyika kuwa chuma. Na kuna wakati ambao tunatembea katika hali ngumu sana ya kiuchumi na maisha magumu kwa sababu ya dhambi. Dhambi imebeba mauti. Dhambi mshahara wake ni mauti. Sasa wapendwa wangu, katika siku hizi 40 ni siku za mafungo. Katika siku hizi za mafungo tunayo mafungo mbalimbali ambayo watu wa Mungu watajinyenyekeza kwayo. Kuna mafungo ya kufunga chakula, kutokula kwa masaa kadhaa kabisa, na watu wengi ama wanapenda kufanya haya mafungo. Kutokula
Si kwamba kuna mshawishi Mungu, kwamba kuacha chakula ndio unamshawishi Mungu kwa jambo lolote, hapana. Kutokula kuna kutengenezea kitu kinachoitwa self discipline, nidhamu binafsi, nidhamu. Na mwanadamu yoyote ili afanikishwe na kufanikiwa katika jambo lolote anahitaji nidhamu. Huwezi kwenda katika maisha ya kawaida kama hauna nidhamu binafsi. Katika jambo lolote ambalo unalifanya lazima utengeneze nidhamu fulani. Na wakati wa Kwaresma tunatengeneza nidhamu ya kumkaribia Mungu kwa kufunga chakula. Wapo watu ambao wanafunga chakula. Wapo watu ambao pengine kwa sababu ya afya zao hawawezi kufunga chakula na majukumu yao, hawawezi kufunga chakula, lakini wanaweza pia kufunga kwa namna nyingine. Ndio maana tunasema haya ni mafungo. Kwa hiyo wengine watafunga chakula, wengine wataacha starehe na kutumia fedha nyingi walizokuwa wanafanya starehe kwa ajili ya kuwasaidia maskini. Na hiyo ndio funga ambayo Nabii Isaya anasema, je, sikuamuru saumu ya namna hii, kulegeza vifungo vya uovu na kuwahudumia maskini na wenye njaa, na kuwapa chakula wale wenye njaa, na kuwavalisha nguo wale ambao hawana nguo. Hii ni namna moja ya mafungo, kutoa na kuadhimisha sadaka, sadaka za gharama, sadaka ambayo inakupa discipline kwamba wakati huu wa Kwaresma ninatenga kila wiki, kila mara, kila siku fulani, kila ibada pengine ninajiweka mbele za Mungu kwa nadhiri ya sadaka hii ambayo ninaadhimisha sadaka kuu ya damu ya Yesu, na sadaka kuu ambayo Mungu alitoa kwa ajili ya ulimwengu. Unapoungana na sadaka ya daima unapata nafasi ya kutoa sadaka maalum kabisa kutoka ndani, na ukasema ninatengeneza discipline hii ya sadaka. Na hapa kwenye discipline ya sadaka nataka nikuambie ni mahali ambako pana baraka kubwa sana. Nimekuwa kila mara wakati wa Kwaresma nikiona watu ambao wamejitengenezea discipline maalum, wa ibada ya masifu ya asubuhi, wa ibada ya masifu ya jioni, wale wengine wa siku ya Jumapili, ambao wanasema katika Kwaresma hii ninaadhimisha sadaka, sadaka ya gharama, sadaka ya daima ambayo ni damu ya Yesu na maisha ya gharama, akiunganisha na sadaka ya gharama. Wapo watu ambao wanatoaga sadaka zao, na kama kuna sadaka ya gharama utakayoikumbuka na itakayogusa maisha yako na yenye maana, ni kuitoa siku wakati huu wa Kwaresma. Wapendwa mabibi na mabwana, katika usharika wetu wa Kijitonyama ambao ni sehemu ya Dayosisi ya Mashariki na Pwani, tumepewa wajibu wa kuchangia na kujenga kituo cha udiakonia kinaitwa International Diaconic Center Bagamoyo, ambacho ni mali ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani. Na kile kituo kinatumika baada ya kile cha Mtoni kushindwa kupokea wanafunzi, watoto wanaozaliwa na mtindio wa ubongo wenye mahitaji maalum. Kituo hiki kimekuwepo tangu miaka ya 70 pale Mtoni, na sasa tumepata hekari 10 kule Bagamoyo, ambacho tutajenga kituo cha kimataifa ambacho watu wengi watatoka kutoka mataifa mbalimbali duniani kuwaleta watoto wenye usonji mahali pale ili waweze kuhudumiwa, wale watoto ambao ni watoto wenye mahitaji maalum. Je, ni wakati upi ulio sahihi wa kutoa sadaka ya gharama ya kugusa maisha ya watu kama si wakati huu wa Kwaresma? Sharika huu nimepangiwa milioni 125 na napaswa kwenda kukabidhi kule kwenye kituo hicho, na kazi ya ujenzi ianze Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 4, na sina mashaka nitapeleka hizo pesa, nitapeleka hiyo sadaka kwa sababu ya Kwaresma ya mwaka huu. Kwaresma ya mwaka huu, kamati ya itifaki, kamati ya kuongoza harambee, Mchungaji Mastai ni mwenyekiti,
Mchungaji Kimaro ni makamu mwenyekiti wa hiyo kamati ya kuhakikisha kituo kinajengwa na kitajengwa. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Sasa angalia watoto hawa wanaohitaji uhitaji maalum, ambao ndio nabii Isaya anasema, je, saumu ya namna hii sio ndio niliyoagiza kuwasaidia wale ambao hawawezi, kuwasaidia maskini, kutoa sadaka za gharama, sadaka za kiutu? Kwani wewe kutoa milioni 10 inakushinda nini? Kutoa milioni 20, sadaka ya gharama ya mwaka itoe wakati wa Kwaresma. Wamepiga makofi wachache, wengine wanajifikiria. Nataka nikwambie kuna sadaka zenye mguso, lakini wewe unaweza kutoa sadaka. Leo tunahudumia, nilikuwa napokea takwimu ya Radio Kicheko Online ambayo wanafanya tathmini na kuruka dunia nzima. Kama nilivyosema, wakatuambia, wakanipa ripoti ofisi yangu ya kichungaji, sasa tumefanikiwa kufikia mataifa 180, zaidi ya 180 duniani kote. Bwana asifiwe. Tungempigia Bwana makofi mengi. Na tunaungana na watu wote duniani katika adhimisho la Kwaresma ya mwaka huu. Ninakukumbusha, adhimisho la Kwaresma ni kutafakari juu ya upendo wa Mungu, sadaka ya gharama na sadaka ya daima ya damu ya Yesu na uhai wake aliotoa, lakini sadaka ya daima ambayo Mungu alimtoa mwana wake wa pekee kwa ajili ya ulimwengu mzima. Ni mahali ambako lazima utengeneze self discipline ya kutoa sadaka. Na mimi nimewaelekeza sadaka ambayo tunasimama nayo katika Kwaresma hii, ili tunapoadhimisha Pasaka nipeleke sadaka hiyo kule diocese kuambia, sasa kituo kianze kujengwa, ninahitajika milioni 125. Hata mtu mmoja tu anaweza kutoa sadaka za gharama. Mimi sihudumii watu wanyonge katika usharika huu wa Kijitonyama. Sina watu dhaifu, never ever. Sina, wala sitazamii, kwa kuwa sijawahi kuzaa mapooza. Alafu mpigie Bwana makofi yanayoeleweka. Haleluya. Sadaka hii ya gharama utakayotoa katika kipindi hiki cha Kwaresma, ukasema ninatoa sadaka kwa ajili ya kituo hiki cha watoto wanaozaliwa katika mazingira magumu, nataka nikuhakikishie, nimemwambia na baba askofu, tutaandika majina ya watu hawa na familia zao, na tutayaweka kama mnara wa daima kwenye lile eneo la wale watu ambao watakubali kutoa sadaka za gharama, kugusa maisha ya watu. Utajiri wako haupimwi na nyumba nzuri unayolala ya gorofa, wala gari nzuri unayotembelea ulioandika pale, ulioweka pale. Wala thamani ya maisha yako si katika vitu ulivyo navyo. Thamani ya maisha yako, uligusa maisha ya watu wengine kwa kiasi gani kwenye maisha yako. Huwezi kuwa unakaa na vitu vinakurudia. Never. Unaishi kwa ajili yako. Ishi kwa ajili ya watu wengine. Ndiyo, ishi kwa ajili ya watu wengine. Sheria ya asili ya dunia hii ni kuishi kwa ajili ya watu wengine. Na Yesu Kristo ambaye anajitoa maisha yake ni kwa ajili ya wengine. Na mimi ninakuomba katika Kwaresma ya mwaka huu uguswe, uishi kwa ajili ya watu wengine. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Kwa hiyo ninawaombea kwa neema ya Mungu, Mungu awasaidie katika Kwaresma ya mwaka huu upate nafasi ya kujitafakari. Na nimewaambia maisha ya watu, diocese yetu itagusa kanisa la Mungu ambao ni mkono wa huruma katika udiakonia na umisionari. Tunataka kugusa maisha ya hawa watoto, ili wazazi ambao wana watoto hawa wenye mtindio wa ubongo, wenye mahitaji maalum, wapate mahali pa kuwapeleka, pawe pazuri, pasafi. Nitaileta ile picha kutoka diocese niwaonyeshe kituo tunachotaka kukijenga. Ni an international diaconic center, kituo cha kimataifa cha udiakonia katika bara la Afrika, kitakuwa Tanzania. Oh my God, oh my God, oh my God. Ili hawa watu ambao watoto hawa wako kwenye familia, wazazi wao walete watoto, then waondoke wakafanye kazi za kuwajibika na kuzalisha. Kwa kuwa mtoto mwenye usonji
unapokaa naye nyumbani huwezi kufanya kitu chochote. Na Mungu amewaleta hawa watoto kwenye mikono ya wazazi kwenye mikono yetu. Na kwa nini Mungu aliruhusu wapite kwenye mikono yako? Amekuamini. Wala si pigo, wala si hasira, wala si hasara, lakini Mungu ameruhusu kwamba wewe unaweza. Na kanisa liko pale katika Pasaka, katika Kwaresma hii, watu wenye moyo wa huruma watakaopenda kufanya hivyo, tutapokea hizo sadaka. Wewe unaandika tu Diaconic Center, yani International Diaconic Center, au kituo cha udiakonia, au sadaka ya udiakonia. Leta hizo hela ambazo Mungu ameruhusu zipite kwenye mikono yako. Sema amina, halafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Kwa hiyo tutakuwa tukiomba hata wakati wa Jumapili. Unaandika tu, unaweka bahasha yako, unaandika pale nyuma ya bahasha, unapini, unafunga bahasha yako, unaweka kwenye kikapu cha sadaka. Unaweza ukaleta madhabahuni, unaweza ukapeleka ofisi ya mhasibu, na ukaandika tu pale ni kituo sadaka maalum ya Kwaresma kwa ajili ya kituo cha kimataifa, kituo cha udiakonia cha kanisa. Uguse maisha ya mtu. Nataka nikuhakikishie, hakuna mtu aliyegusa maisha ya mtu akabakia kama alivyo. Never, never ever. Hayupo. Ukigusa maisha ya mtu, inaandikwa katika kitabu cha daima. Maisha ya mtu mmoja akaishi kwa furaha kwa ajili ya mikono yako. Nataka nikuambie ni sadaka ya daima mbele za Mungu. Na Yesu anapotoa maisha yake leo ni sadaka kwa ajili ya mtu, kwa ajili ya watu, kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Je, wewe hutoi cha kwako kwa ajili ya wengine? Hii ni Kwaresma. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo katika Kwaresma hii nimesema kufunga chakula, kutoa na kuadhimisha sadaka ya daima ambayo ni sadaka ya gharama ya kugusa maisha ya watu. Ni aina ya kufunga, ni aina ya mfungo. Narudia tena, ni aina ya mfungo, ni aina ya mfungo. Mimi nilikuwa kwenye kikao cha maandalizi ya harambee hiyo, na tulikuwa na halmashauri pia ya wachungaji, na tuliongozwa na Mhashamu Baba Askofu, na tukapangiwa huo uwiano wa milioni 125. Askofu akasema Kijitonyama wapewe hiyo, na mimi nikasema baba, nimepokea, na ninajua nina watu kule kanisani wenye moyo wa huruma. Katika Kwaresma watasimama na sadaka za gharama. Kwa hiyo usipitwe na sadaka hii ya gharama. Usipitwe. Naomba utafakari mema ambayo Mungu amekutendea. Lakini pia utafakari kwa nini watoto wako wanasoma, wanakuwa selective, wanaenda grade 1, grade 2, wamemaliza chuo kikuu, hawana shida yoyote. Wewe unaondoka unaenda kazini. Ukumbuke mzazi mmoja ambaye ana mtoto ambaye hawezi kujitambua. Hivi wewe umempa Mungu nini? Hivi kutoa sadaka milioni 1, milioni 5, milioni 10, milioni 20, hata zote 125. Sharika huu una watu wana uwezo hata kutoa hela zote. Tukajenga kituo ambacho tunasema Mungu asante, ukawaombea na watoto wako, ukatoa sadaka kama mbegu kwa ajili ya uzao wako na kwa ajili ya watoto wako katika kipindi hiki cha Kwaresma. Ninaomba utafakari sana. Hii ni Kwaresma na leo ni Jumatano ya Majivu. Kwa hiyo nimesema kwanza kufunga chakula, pili mafungo kwa ajili ya kutoa sadaka ya gharama katika kuadhimisha adhimisho la sadaka hii maalum ya maisha ya Yesu Kristo, lakini kutoa sadaka ya mguso wa maisha ya watu. Sadaka ya mguso wa maisha ya watu. Sadaka ya mguso kwa maisha ya watu. Sijui kama umewahi kujua mtu mmoja alitoa sadaka ya mguso wa maisha ya watu. Alikuwa Yerusalemu wakati ule, na akafiwa na mtoto wake anaitwa Yairo. Yairo akafiwa na binti yake. Alafu akaenda kumwambia Yesu, tafadhali binti yangu amekufa, uje. Kwanza alipokuwa Yesu anaenda nyumbani kwake, actually kama Yesu alikuwa na ratiba nyingi, lakini watu waliozunguka lile eneo wakamwambia Yesu, tafadhali naomba uende kwa Yairo, anastahili
kutendewa jambo hili, maana ametujengea sinagogi na yeye analipenda taifa letu. Yesu akaenda akamfufua yule mtoto wa Yairo. Kumbe ukitoa sadaka kwa ajili ya watu, alitoa sadaka ya kujenga mahali pa kuabudia. Wayahudi wakasema anastahili atendewe jambo hili. Lakini kuna mwanamke alitoa sadaka kwa ajili ya Elia na kwa ajili ya Elisha, mwanamke Mshunami. Alipokwisha kutoa sadaka alikuwa tasa. Ndipo Elisha akasema, je, utendewe nini? Yule mwanamke akasema, sihitaji kitu. Lakini Gehazi akamwambia Elisha, huyu mwanamke ni tasa, ni mzee, na mume wake pia ni mzee. Elisha akamuita akamwambia, tangu sasa mwakani majira kama haya utakumbatia mwana. Sadaka zinaenda kwa watoto wetu. Biblia inasema yule mama akaconceive, akapata mtoto wa kiume, akakuwa na miaka 15. Alipoenda shambani kuvuna pamoja na baba yake akafa. Yule mama akasema, no, niliwahi kutoa sadaka ya gharama ya kujenga mahali Elisha anakaa. Nimegusa sadaka ya mguso wa maisha ya nabii Elisha. My son will never die ever. Nitakwenda nimuone Elisha. Biblia inasema yule mwanamke akaondoka akaenda kwa Elisha. Alipofika kwa Elisha, Biblia inasema akaanguka miguuni pa Elisha. Mume wake akamuuliza, unaenda wapi leo? Sio mwandamo wa maji? Sema, si neno, never mind, let me keep quiet, naenda kumuona Elisha. Kaenda. Alipofika njiani, Elisha akamtuma Gehazi, akamwambia, nenda kamwambie yule mwanamke Mshunami, hujambo? Mume wako ajambo? Mtoto ajambo? Akasema, si jambo. Kwani alipata wapi ujasiri wa kusema si jambo wakati ameacha maiti ya mwanae wa pekee kwenye kitanda cha Elisha? Alikilaza kile kitanda cha sadaka, nyumba ya sadaka, chumba cha sadaka. Elisha aliyekula sadaka anawajibika. Akaenda mbele za Elisha akamwambia, mimi si jambo, mtoto wangu ajambo, mume wangu ajambo, na watoto pia hawajambo. Sadaka. Biblia inasema Elisha akamwambia, rudi, nenda na Gehazi. Gehazi, chukua fimbo yangu. Ukisalimiwa na mtu njiani usijibu, na wewe usimsalimie mtu. Ilikuwa ni discipline. Ni kama mchungaji Kimaro nibebe fimbo ya askofu leo, unikute barabarani na fimbo ya askofu. Lazima kuna watu wenye kiherere tu. Umepata wapi fimbo? Na yeye amepewa fimbo. Kwa hiyo akaambiwa don't talk. Ni aina ya mafungo. Kwa hiyo naomba sana wale mnaoongeaga kama chiriku, tena nakusogelea jirani. Na Gehazi alikuwa anaonekana ni mtu ambaye anaongea too much. Kuna watu ambao wanaongea mpaka wakifika usiku wamechoka kwa kuongea too much. Kuna watu wanaongea na simu mpaka kidole kiganja kinawaka moto, simu inawaka moto. Jamani, hiyo ni elektroniki, hayo ni mashine, hiyo ni magnetic. Hiyo ni sumaku. Sitaki kuzungumza sana, lakini pengine makansa mengine yanatokana mno na hizo mashine. Kutumia simu ni kuzuri, lakini tumia simu angalau kwa muda hai. Alo, habari? Ndio. Unasemaje? Hivi. Ndio maana hizo simu. Lakini shoga naombea mwingine. Shoga, hapo nimemaliza, bado kipande. Shoga, hii ni kwa resma, ufunge. Elisha anaambiwa ukisalimiwa na mtu usijibu, na wewe mwenyewe usiongee barabarani. Ilikuwa ni self discipline. Hakuna kuongea. Kwa hiyo wanapokutana na Elisha barabarani, wanapokutana na Gehazi. Gehazi, bwana asifiwe. Gehazi. Sema, mbona sio kawaida yake? Acha watu waseme hivi, mbona si kawaida yake kwenye ile group? Yaani kuna mtu mmoja ikitupwa kitu kwenye group, kwanza na magroup kama 80. Anala chekechea, anala shule ya msingi, anala sekondari, anala vikoba vya kausha damu, anala sijui la nini, anala msiba. Yaani msiba marehemu ashazikwa, yamebaki kwenye group. Ngise yama kanyula kuso hoi ngilera. Jeji mafoma. Marehemu ameshafika kabisa. Kama ni kwa Mungu ameshafika kifuani kwa Ibrahimu.
kama ni kuzimu ashafika kuzimu madukani. Lakini bado wewe umebaki kwenye group. Unataka mwingine afe. Baada ya mazishi lefti. Ondoka. Umuone sasa. Ondoka leo. Kabla hujaondoka tu pale kwenye group andika hii ni Kwaresma. Pamoja na mambo mengine ni kutokuongea. Inabidi upunguze magroup jamani. Unajua inachangia, kwanza unakosa utulivu. Zamani tulipokuwa kwenye semina ya vijana, mwalimu mmoja alitufundisha akasema, zamani watoto na vijana walikuwa wanazurura mtaani. Kifika wakati wa ugali mchana, lazima uite fulani kwa sababu wako mtaa wa pili, wako mtaa wa tatu. Siku hizi watoto hawazururi mtaani, wanazurura mtandaoni. Facebook, Instagram, sijui akitoka huko ameenda YouTube, akitoka huko sijui amekwenda wapi, sijui TikTok. Yaani hata wewe mwenyewe unajua. Na yule bwana akatuambia ukiangalia kuperuzi hivi kwa siku, yani unapopandisha messages za WhatsApp ya grupu, sijui umeenda Instagram, sijui umeenda Facebook, sijui umeenda Twitter, yani unapoperuzi hivi, yani hivi kwa kidole chako hivi, hapa Moshi. Yani ukiunganisha huo urefu wa kuperuzi hivi, hapa na Moshi, ushafika Mbeya. Muda ambao ni wa uzalishaji. Simu zipo za dili. Mzigo umeshatoka bandarini, ndio. Sijui yuko ibada imeenda, ndio. Sijui kuangalia kufuatilia ibada, sawa. Sijui yuko nyumbani, hivyo. Simu ni hivyo. Lakini sio umbea na uzandiki na magrupu mengine yameundwa kwa ajili ya watu maalum. Yani kuna la familia, alafu kuna wazandiki wa familia wamejitoa nao wana grupu lao la pembeni. Mkishazungumza kule kwenye grupu, anakuja sasa kwenye ka grupu chao cha mauaji. Nao wana grupu chao humo ndani ya familia. Hivyo. Na kila siku unaona utaona grupu hii inabeguliwa. Grupu ya kwaya, alafu kuna ya sauti ya kwanza. Come on. Kuna grupu ya kwaya nzima. Kuna grupu ya safari ya kwenda Bukoba, ya kupeana habari, sijui unavaa nguo hii, unavaa, yani ipo. Alafu ikitoka kuna grupu ya sauti ya kwanza. Alafu ikitoka kuna grupu ya kamati ya uinjilisti. Alafu ikitoka kuna grupu ya kamati ya nizamu, sio na kitu gani. Ile ya sasa ya uzandiki. Alafu akitoka tena na grupu ya viongozi. Ndani ya kwaya moja unajikuta una grupu 20 ndani ya kwaya moja. Akitoka hapo tena ana grupu ya wanawake. Yaani kwaya nayo wanaume tena nje. Grupu ya wadada wa kwaya. Grupu ya wachungaji wa diocese. Grupu ya wachungaji wa kanisa zima. Grupu ya wachungaji wanawake ana yumo. Alafu akimaliza ana grupu ya safari ya basi la kwenda Mtwara. Yaani hivyo group. Naomba mkimaliza mkanitengenezee ile sijui ni vaccine au ni kitu gani ya kuvaccine simu yangu. Hakuna mtu kuniweka kwenye grupu nisipokubali, si ndio? Maana mimi nakaa hapa sasa ngine simu yangu imeunganishwa na grupu ya Kongo wanaongea Kifaransa kitupu, sielewi. Nao wameshaniona kwenye mtandao, wameshaniconnect na grupu. Na ulize jamani, unaunganishwa na grupu hata usijui. Grupu za send off, grupu za kitchen party. Kuna mkeka huo wa send off, kuna mkeka wa kitchen party. Yaani kuna mkeka na kila mahali upo. Hivi wewe tukupe siku ngapi za kuchizika? Yaani una muda gani kabla hujachizika kwa mfano? Vijana wapo hapa, grupu za kwa mama ntilie. Leo picha chapati zenyewe kama za Tanga, maharage nazi, sijui samaki na nini. Leo wateja mnakaribishwa, chakula kipo tayari. Grupu.
na mama ntilie, grupu sijui ya wapi, grupu sijui za wapi. Jamani, hii ni Kwaresma. Lazima ubalance your time. Mungu Elisha akamwambia Gehazi, mtu akikusalimia usijibu. Kwa maana nyingine, katika mafungo ya Kwaresma mwaka huu, na nafikiri mfungo mkali kuliko wa chakula, ni hapo kuweka kisimu chako pembeni. Kabisa. Yani kuweka kisimu pembeni. Kufika mnakaa sebleni. Hata leo mnakaa sebleni. Zamani tulikuwa tunaongea, unapewa habari, mama anaelezea stress zake, baba anaelezea, watoto wanaelezea changamoto za shuleni. Hata kama mtoto amefanywa ukatili, anapata nafasi ya kueleza. Mama. Subiri. Ana message zake anajibu, ana magrupu kibao yanamchanganya. Na tangu kazini hajapata nafasi. Akifika sebleni ameketi ile jioni ambako ndiko anapaswa kusikia changamoto za watoto shuleni na nyumbani. Mtoto anaita mara 5, mama, baba mpaka anachoka. Na unakuta ni jambo anataka kukueleza. Bwana unasumbua sana. Dada mmoja alipata kichaa. Nilimhudumia kwenye huduma yangu ya kichungaji. Alipata kichaa kibaya akiwa kwenye masters program. Kichaa cha kuvua nguo. Na kaa naye, namwambia ni nini kilikupata? Hasemi. Nikamtoa mama yake nje kwenye room ya kwenye ofisi yangu ya kichungaji. Nikamwambia niambie kitu ambacho hujawahi kumwambia mtu mwingine. Let me know. Kwa nini hichi kichaa cha namna hii hakisikii dawa ya sindano ya usingizi hospitali? Kichaa gani hiki? Akaniuliza swali, kuna kamera huko ofisini kwako? Nikamwambia hakuna kamera. Akaniambia nataka nikuambie, niliwahi kufanyiwa ukatili nikiwa mtoto mdogo. Kibaya zaidi, nilimuita mama, namwambia nataka kuzungumza naye, nimwambie mama yangu ya kwamba nimefanyiwa ukatili na kijana wa kazi. Lakini mama akaniambia nyamaza, una kierere sana, niache na simu zangu nafuatilia. Kwa hiyo yule mtoto akanyamaza. Akaendelea kuteseka kule ndani. Anafanywa domestic violence. Hakuna mtu wa kumsikia. Na ninakuomba kabla sijaendelea mbele, mtoto akikuita, itika mara once. Yani muitike mtoto, msikie mtoto. Anaweza kukuita mara moja na usipomuitika hata kuambia tena, madhara yako utamkuta akiwa anavuta bangi barabarani. Utamkuta akiwa teja. Utamkuta akiwa kwenye maisha magumu sana na kujenerate magonjwa mabaya sana. Kwa hiyo akaniambia hiyo ndio. Baadaye nikamwambia lazima upate matibabu. Nikafanya maombi pamoja naye, nikamtuliza, lakini it was too late. Na unajua alifanyiwa ukatili kwa miaka 13. Tangu akiwa darasa la 3 mpaka na yule kijana wa kazi alikaa nyumbani kwao kwa muda mrefu, na alikuwa anamfanyia violence, alikuwa anamfanyia ukatili mtoto. Na mtoto anakosa nafasi ya kumwambia mama. Unajua baadaye nilipokaa ili utengeneze ni kesi, mtoto anamwambia mama yake I hate you, na kuchukia, na nikikuona ndio napata kichaa, ulinisababishia haya, huku nisikia, nilikuita mama pale jikoni siku ile. Mama anasema kweli, nakumbuka mwanangu, nisamehe. Tulipomaliza tukatengeneza kesi ya familia, tukakaa kwa counseling, tunapanga session ya kwanza, session ya pili, session ya 3. Leo yule mtoto amepona kabisa, ni mzima, lakini kwa muda. Na kila session lazima mama awepo, kwa sababu mama alichangia majeraha kwa kutokumsikiliza mtoto kwa sababu ya simu. Ndio hapo Gehazi akaambiwa don't talk. Na mimi nasema mafungo ya mwaka huu ni kama mafungo ya Gehazi. Najua kuna ambao tutafunga chakula, kuna ambao tutafunga mafungo ya Gehazi ya kuto kusalimiana na mtu, hata ukinibipu sipigi. Ni lazima kutengeneza discipline. Lakini mwanamke akamwambia Elisha, pamoja na kwamba huyo Gehazi ameenda na mafungo yake ya kutokuongea njiani, lakini mimi sitakuacha, nitakwenda pamoja na wewe mguu kwa mguu. Biblia inasema alipofika
akamfufua yule mtoto kutoka kwa wafu kwa sababu ya sadaka yenye mguso wa maisha ya watu. Ninawahamasisha, ninawakumbusha, ninawaambia kwa neno la Mungu, kumbukeni kutoa sadaka katika maisha yenu, katika kugusa maisha ya watu. Lakini nasema aina nyingine ya mafungo ni kuongeza muda wa sala na maombi. Kanisa hili litakuwa wazi kwa muda wa mchana, lakini kwa muda wa mapema alfajiri saa 11 tutakuwa hapa kwa ajili ya kanisa hili kutumika kwa ajili ya ibada na sala na mafungo ya maombi binafsi. Lakini kusoma neno la Mungu extra, kuongeza muda wa kusoma neno la Mungu. Wache kila ukifungua Biblia unapiga miayo, ukienda Facebook una relax. Hii ni habari gani? Yaani ukisoma Biblia hapo ni kitabu cha Mwanzo umefungua. Yaani Sasa mafungo ya Kwaresma hii ya kusaidie kuondoa miayo na kuchoka na liusingizi la mauti, kusoma neno la Mungu. Yaani kuna watu ambao akifungua hii Biblia hivi tu tayari usingizi na kuota nafukuzwa na vibwengo hapo hapo. Upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na unajijua unaposinziaga kwenye neno la Mungu. Lakini ukigusa si mtu, ukienda kwenye mahadithi mitandao, unaweza kusoma hata mpaka saa ngapi, lakini si neno la Mungu. Ni wakati wa Kwaresma kuhakikisha unaingia kwenye mafungo haya ya kusoma neno la Mungu na kufanya ibada za faragha. Lakini pia wapo watu ambao wanajiweka kwenye disiplini maalum. Hata disiplini ya kuvua mapambo. Tumeimba hapa, nitavua mapambo yote. Kuvua mapambo katika maisha yako, kujipaka majivu na magunia. Na tunasema nguo za magunia ni nguo nyeusi. Naweza ukabeba moyoni mwako ukasema, katika Kwaresma hii kwa wiki nitakuwa na nguo zangu nyeusi kadhaa, au kwa muda wote sitaacha kuvaa nguo nyeusi, kuonyesha unyenyekevu, kuwa na disiplini maalum. Wengine kuvua dhahabu na mapambo mengi ya kujipara. Kama mnavyoona, madhabahu nayo ina mafungo yake. Mimi ni mpenzi wa fresh flowers, napenda maua na lakini sasa leo madhabahu imevua mapambo yote, nayo inaenda katika kutafakari. Kwa hiyo naomba sana uvue mapambo. Hatuwezi kuona mapambo huko madhabahuni alafu akabaki kichwani kwako. Can you imagine? How? Lazima ufike mahali, humble yourself, nyenyekea na kutubu na uweze kuomba. Wapendwa, Kwaresma hii ni Kwaresma ya kutubu, tutubu na kumrudia Mungu. Dhambi ni uasi wa damu. Swali langu la msingi katika kitabu hicho cha Isaya, naomba tuwekee pale. Katika kitabu cha Isaya, huo mlango wa 1 mstari wa 18 na wa 20, Biblia inasema hivi. Kitabu hicho cha Isaya ambacho tumesoma, mlango wa 1 mstari wa 18 mpaka wa 20, Biblia inasema, haya njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu sijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zitapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. My question is, kwa nini dhambi ni rangi nyekundu? Why? This is my question. Je, kuna mtu yeyote anaweza kunijibu hilo swali? Kwa nini zisiwe nyeusi? Kwa nini zisiwe za kijani? Kwa nini zisiwe rangi ya dhahabu? Kwa nini zisiwe rangi ya kijivujivu? Why? Biblia inasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu. Kwa nini dhambi ni rangi nyekundu na sio nyeusi, na sio nyeupe, na sio njano, na sio kijani, na sio blue, na sio urujuani? Why? Kwa nini dhambi ni nyekundu? Kwa nini zinafananishwa na nyekundu? Na ni kwa nini dhambi ilifutwa na damu ya Yesu ambayo ni nyekundu? Why? Dhambi ni nyekundu. Wapendwa mabibi na mabwana, katika amri 10, amri 10 3 zinahusiana na Mungu.
Mimi ni Bwana Mungu wako, sio na miungu mingine ila mimi moja. 2, ikumbuke siku ya Bwana uitakase. Huyo ni Mungu. 3, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. 4, watu, mheshimu baba na mama, usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani mke wa jirani yako. Hivyo. 3, about God, habari ya Mungu. 7, kwa ajili ya wanadamu. Kwa hiyo dhambi ni nyekundu kwa sababu kila dhambi inagusa maisha ya watu na inamwaga damu ya watu. Ukiwa mbea na mfitini, umesababisha mtu kufukuzwa kazi, umeleta umaskini kwenye familia, lakini umeleta mauti. Kwa hiyo dhambi ni nyekundu kwa sababu ni damu za watu. Dhambi ni nyekundu kwa sababu ni damu za watu. Zile amri 7 zinahusiana na maisha ya watu. Na watu, dhambi inaleta madhara katika familia kwa sababu inaondoa. Na mkumbuke ya kwamba mwanadamu alipotenda dhambi wakati wa Nuhu, dhambi ilisababisha viumbe wote wakafa, na mimea na wadudu na ndege wakafa kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu, kwa sababu ya kumwaga damu. Na ndio maana wakati mwingine Biblia inasema msiniinulie mikono yenu, maana mikono yenu ina damu. Mikono yenu imetenda dhambi, ina damu za watu. Unapoua, na kuna wakati mwingine sio lazima uue kwa kuona damu imemwagika ukamchoma mtu kisu akafa, lakini unapoua destiny ya mtu, dream killers, unapoua hatima ya mtu, unapoua IQ ya mtu, unapoua bahati yake kisimati, unapoua mipango ya watu, unapoua biashara za watu, unapoua vipawa vya watu, unapoua jina la mtu. Hii ni kwa sababu dhambi ni nyekundu, na ndio maana dhambi ni nyekundu. Sasa imesababishwa na imewekewa rangi nyekundu kwa sababu ya damu za watu. Lakini pia kuondoa dhambi ilitumika damu ya Yesu ambayo pia ni nyekundu. Anasema nami nitaziosha dhambi zenu, nazo zitakuwa nyeupe kama sufi, zitakuwa nyeupe kama theluji. Wapendwa mabibi na mabwana, jioni hii na usiku huu wa leo, siku hii ya Kwaresma, siku hii ya Jumatano, wakati huu ni wakati wa kutubu, uondoe dhambi za watu. Kama kuna dhambi iliyobeba mauti, hata kama imetendwa na baba na mjomba na shangazi, ambayo imepiga familia yenu, kama kuna dhambi ambayo umefanya na unajua ni damu za watu, Bwana Mungu amesema hizo dhambi ambazo ni nyekundu sana kama bendera, ameahidi kwa rehema yake kuu atasamehe, nazo zitakuwa nyeupe kama sufi na nyeupe kama theluji. Washindi wangempigia Bwana makofi mengi kwa sababu ya rehema ya Mungu katika maisha yetu. Wapendwa, neno la Mungu katika kitabu hicho cha nabii Isaya inasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Mkikubali na kutii haya ambayo nimezungumza katika mafungo ya Kwaresma, mkikubali haya na kutii. Hebu naomba uniwekee ule mstari wa 19 na wa 20. Nataka kumaliza hapo kwa haraka. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimeanena haya. Mimi niliyetumwa kama mchungaji kusimama katika zamu ya kichungaji katika Kwaresma ya mwaka huu, nimekwisha kuleta neno la Mungu juu yenu. Ni mambo gani ambayo unapaswa kufanya katika Kwaresma ya mwaka huu? Ukikubali na kutii utakula mema ya nchi, bali ukiasi na mkiacha na kuasi, Biblia inasema mtaangamia kwa upanga bila shaka, maana kinywa cha Bwana kimeanena haya. Heri wale watakaotii na kunyenyekea. Wapendwa,
mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Ni maombi yangu katika toba ya mwaka huu, iwape neema ya kula mema ya nchi katika mwaka huu wa jubilei, mwaka huu wa 2025 uliobeba mema mengi ya nchi. Lakini mkikataa na kuasi mtaangamia bila shaka. Mtakapokataa yale ambayo Mungu amesema nasi, yale ambayo Mungu amelituma neno lake katika maisha yetu. Naweza kukataa hata kutoa sadaka, wasema for what? Unaweza kukataa. Unaweza kukataa kufunga. Unaweza kukataa kutubu. Unaweza kukataa kubadilika. Unaweza kukataa kuwa mtu wa maana, kuwa mtu wa sala na ibada. Unaweza kukataa kuingia kwenye mafungo ya Kwaresma ya mwaka huu. Nimetaja na kuorodhesha aina za mafungo nyingi. Unaweza kukataa. Lakini nataka nikuambie, neno la Bwana linasema ukikataa na kuasi utaangamizwa bila shaka. Kinywa cha Bwana kimeanena haya. Heri wale ambao watatii na kukubali, maana watakula mema ya nchi. Sema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Ni maombi yangu uwe na moyo wa nyama katika Kwaresma hii. Uache dhambi na uasi. Ukubali kutii ili ule mema ya nchi. Tazama mwana kondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Hii ni Kwaresma. Tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Ninaomba